Tumerudi Dar es Salaam mara baada ya kutoka Zanzibar, mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umeibua matukio mengi sana. Haswa ni goli la Selemani Mwalimu kukataliwa, ndio imekuwa ni habari kubwa ambayo kila mtu amekuwa anaizungumzia. Kwanza upo vizuri? Kwanza niko njema na lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Muumba mbingu na ardhi, ametuwezesha tumekwenda Zanzibar salama na tumerejea Zanzibar salama, hali ya kuwa tuko na afya njema. Kwa hiyo ni jambo jema, jambo zuri, ni jambo la kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atulinde, lakini pia aendelee kutupa afya njema sisi pamoja na familia zetu. Sawa, dabi imemalizika, lakini tukio kubwa ni goli ambalo mnyama amenyimwa, Kasim akisema ni offside. Kwa tuanzie hapa kwanza. Waswahili wanasema mwenye macho ambiwi tazama. Mpira ni mchezo wa wazi. Kuna muda mwingine waandishi mnatuonea, maana yake kwamba mnategemea kila jambo si tuzungumze, lakini na nyinyi mnapaswa kuna muda mwingine kwa maslahi mapana ya taifa hili na haki nanyi kuzungumza. Kilichofanyika jana katika uwanja wa Amani Zanzibar, kila Mtanzania, kila mwana football amekiona. Mimi naamini tushirikiane. Moja, kwa nini nasema tushirikiane? Hili jambo la kuzungumza waamuzi lazima ifike kikomo. Lazima tutengeneze principle ya kuona namna ambavyo mambo ya kuwalaumu waamuzi kila ukicha nafanyaje yanatoweka. Binafsi niwapongeze sana chama cha mpira wa miguu Tanzania, na watu wengi watashangaa kwa nini nawapongeza, kwa sababu najua wanaandaa kupa test mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba waamuzi wetu wanaendelea kuwa bora. Lakini kwa bahati mbaya waamuzi wetu wanashindwa kubadilika, imekuwa ni historia. Leo ukimkuta mtu wa Yanga analalamika juu ya waamuzi, ukimkuta mtu wa Simba analalamika juu ya waamuzi. Maana yake swala la waamuzi kwenye nchi limekuwa kana kwamba mwimbo wa nini wa taifa. Tufike mahala wa Tanzania tulizungumze kwa umoja wetu, tulizungumze kwa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba hii hali sitofahamu inazidi kufanyaje, inazidi kuendelea. Na kibaya zaidi niwaambie waamuzi wasifikirie wanapokwenda kupewa dhamana kuwajua kwamba Watanzania hawasomi na hawajui kutafsiri nini sheria. Nyakati zimebadilika, Tanzania nao wanajua kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Moja, kwa sababu wakiingia kwenye Google wakigugo sheria zote 17 zinafanyaje, zinakuja. Kwa hiyo Mtanzania leo akikaa nyumbani kule kwetu Mkugiro, akikaa kwetu kule Kiwambo, akikaa kwetu kule Kitomondo, akikaa kwetu kule Mikere, maana yake anajua leo na Solomon Chumu katika ile amefanyaje, amepepesa. Kwa ile hali ya zamani waamuzi wajue imeondoka, kwamba wao ni maamuzi kwa sababu tu wamepewa madaraka na mamlaka, wameteuliwa. Lakini yawezekana nje ya game kuna waamuzi wana ubora mkubwa, isipokuwa hawajaingia katika taratibu wao kwa nani wao waamuzi. Leo hii tunakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Tunapozungumzia waamuzi, tuzungumzie maslahi mapana la taifa hili. Litakuwa jambo la ajabu, litakuwa jambo la aibu. 2027 tunaandaa mashindano ya AFCON, tunashindwa kumtoa hata mwamuzi mmoja ya kwenda kusimamia mashindano ya AFCON katika mechi moja. Itakuwa ni jambo la ajabu na itakuwa jambo la aibu. Maana yake nini? Lazima Watanzania turejee, tutengeneze misingi iliyokuwa bora, tupate waamuzi waliokuwa bora, kiasi kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF nalo liwaamini, wapate dhamana ya kuja kutongoza katika mashindano ya AFCON. Leo hii waandishi, mwamuzi anapokwenda kukosea kwenu inakuwa content. It's not fair. Msitarajie leo Mwinchumu akosee kwenu iwe content. Kukosea kwa Mwinchumu nyie mwe walimu wa kumrekebisha, kiasi kwamba haya matatizo ya waamuzi yaishe. Juzi Mheshimiwa Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, mzee wangu Wallace Karia, moja katika marais ambao mimi nawakubali kabisa kwenye football ni Wallace Karia, kuna kauli alisema, japokuwa watu walimwataki, lakini kuna muda Waingereza walituletea kauli nasema is enough, inatosha. Yawezekana maneno yake yakawa makali, lakini ukisoma Taurati, ukisoma Zaburi, ukisoma Injili, kuna muda mababa tumepewa mamlaka ya kwenda kuadhibu na kuwapa maneno makali watoto ili mradi waweze kujirekebisha. Singano leo nasubiri na Solomon Chumu haribu kwako ni content. Niwaombe sana waamuzi, niliwahi kusema na nitaendelea kusema,
Mpira miguu ni mchezo wa hisia, ni mchezo unauma. Lakini waamuzi wakae wakijua wanaishi wapi. Wanaishi katika watu ambao wao wanaokwenda kuwapelekea mauzi katika nafsi zao. Wajitafakari, wajirekebishe. Mimi naamini waamuzi kuna muda wasitengeneze uadui na watu ambao wanaishi nao uswahilini. Nao binadamu kuna muda nao watasema enough, inatosha. Watachukua maneno ya Biblia yanayosema anayeua kwa upanga auawe kwa upanga. Tusifike huko. Wanaweza kuchukua maneno ya Qur'an, al-qisasu haq. Tusifike huko. Sisi tunaamini, watu wa Simba tunaamini, inapokwenda kutafsiriwa sheria 17 za mpira, timu yetu ya Simba ikapotea, tunanyosha mikono, tunakubali kwamba tumefanyaje? Tumefungwa. Leo hii Simba tumeondolewa katika mashindano ya klabu bingwa bara la Afrika, lakini hakuna mwana Simba aliyewahi kumuonyesha kidole mwamuzi yote katika bara la Afrika. Walisema shida Kisugu anaongea sana kwenye mitandao, wengine wakasema Kisugu mtamuonea, shida Chamen, wengine wakasema Chamen mtamuonea, shida timu. Lakini mwisho wa siku tukapata mwafaka, registration imefanyika, Simba ambayo hivi sasa kila mmoja anataka kuiona Simba yake anaiona. Hapa sasa ni waibie siri, tuachane na waamuzi wana Simba. Jana nilikuwa naongea na captain wa Simba Rushain, aliponiona akajua mzalamo lugha kwao siwezi, nikapiga kwanza sava, akajua mwenzangu. Nikamuuliza Rushain, vipi wewe captain unavyoiona timu? Akasema kwa uzoefu yangu nilivyoona timu, Simba ndio kwanza iko kwenye 40%. Nikaleta mawazo ya kendengereko na kizalamo, Simba ikifika 60 inakuwaje? This is Simba brother. Tunaamini sisi wana Simba. Deusi Kaisire ndugu yangu anaamini na maneno hayo. Deusi Kaisire alifanyaje? Alinambia standard ya Simba ndio standard ya nchi kwenye football. Tulia wewe, tulia. Najua unaumia, tulia mdogo wangu. Nani ukiingia? Kwa sababu mimi najua siku zote waandishi nao ni watu. Na sifa mwandishi wa michezo, sifa ya kwanza, awe na timu ya michezo lazima naye afanyeje? Apende. Kama mwandishi upendi mpira, una hadhi ya kuwa nani? Mwandishi. Kama mwandishi una timu, una hadhi ya kuwa mwandishi wa mpira. Kuwa mwandishi wa mpira kwa na timu yako. Lakini unapokuwa kushika maiki, fuata kazi yako, unafanyaje? Inavyokueleza Singano, tulia mdogo wangu. Mimi nitakukaanga tu wewe. Wewe umeweza kurukaruka kama Malage, sasa hivi uko Sanga. Umeyatafuta haya. Mikoi inaonekana pia kwenye hili waandishi wameamua